Kosa lingine ambalo limewafanya watu wengi wamekuwa masikini katika maisha yao na wamekuwa watumwa ni kudharau wazazi. Tukisoma katika Biblia, kitabu kile cha Waefeso mlango wa 6 sura ya 1 hadi ile ya 3, Biblia inasema, enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Muumbaji ni Mungu, lakini amewaweka wazazi kama mawakala wake ambao kupitia hao alikuumba wewe. Kwa namna yoyote ile utakaojaribiwa kuwadharau wazazi, umemdharau Mungu moja kwa moja. Neno la Mungu limesema ili upate heri kuwaheshimu na kuwatii wazazi wako. Kipo kisa kimoja ambacho nilikisoma katika kitabu cha mtumishi wa Mungu Eliona Kimaro, kitabu kinachosema kutoka ndoto mpaka hatima. Kisa kile kilimuhusu kijana mmoja nchini Uganda ambaye mara baada ya mama yake kumzaa alimchukua na kwenda kumtelekeza mlangoni kwa sista mmoja ambaye alikuwa ni Mmarekani. Sista yule alimchukua yule mtoto akamlea, na baada ya muda yule mtoto akazidi kukua. Yule sista, kazi yake aliyokuwa akiifanya pale nchini Uganda, muda wake ukaisha, akastaafu. Ikamlazimu arudi nchini Marekani. Baada ya yule kijana kukua akawa ni mtu mzima, amesoma, ana pesa, yule sista aliamua kumwambia kwamba wewe haukuwa mwanangu. Nilikuokota katika mlango wangu, ulitelekezwa. Wewe ni mtu mwenye asili ya watu wa Uganda. Kusema ukweli, kijana yule alimchukia sana mama yake mzazi na akajilaumu kwa nini alimtupa, na hakutaka kurudi Uganda kwa ajili ya kumtafuta mama yake kwa sababu ya chuki ya kutupwa aliyosimuliwa na yule sista. Lakini kwa hekima za mama yule akamwambia, hautakiwi kumchukia mzazi wako. Funga safari, nenda Uganda ukamuone mzazi wako. Baada ya maneno mengi na kumshauri sana, kijana yule alienda Uganda kuwatafuta wazazi wake. Alibahatika kuwapata, na kweli alimkuta mama yake mzazi akiwa anaishi kwenye mazingira magumu sana, yeye pamoja na wadogo zake. Hata mlo mmoja kwa siku kwao ilikuwa ni tabu sana. Kijana yule alipoyaona mazingira yale akawaza, ina maana kama mama asingenitupa na mimi ningekuwa katika hali hii walionayo wazazi wangu pamoja na wadogo zangu. Baada ya kuwaza hivyo, yule kijana alilia sana na akamshukuru mama yake kwa kitendo cha kumzaa na kwenda kumtelekeza katika mlango wa sista, kwa sababu kwa kufanya hivyo aliikomboa familia yake. Na kumbe kutupwa kwa yule kijana ulikuwa ni msaada wa maisha yao ya baadaye. Wadogo zake wakasomeshwa na maisha ya nyumbani kijana yule akayabadilisha. Tukirudi kwenye makala yetu, makosa atakayokufanya uwe maskini na mtumwa, tukija kwenye swala la kudharau wazazi, ni wasii vijana, hakuna mzazi mjinga. Katika hali hiyo unayoiona wewe ni mjinga, Mungu aliwatumia wazazi wako kukuumba wewe. Hata kama ni walevi kupindukia, au walikutelekeza ukiwa mdogo, au chochote cha ajabu walichofanya wazazi wako, haikupi udhuru wa wewe kuwalaumu au kuwadharau. Sio jukumu lako kuwahukumu, wala hupaswi kufungamana na upande wowote kwenye migogoro ya wazazi wako. Mungu alijua kuwa hawatakulea, lakini aliruhusu wakuzae. Hivyo tu tayari alikuwa ameshaandaa mtu au watu wa kukulea. Ndio maana umelelewa hadi umekuwa mkubwa. Mshukuru Mungu kwa kila jambo, na washukuru wazazi wako angalau kwa sababu walikuzaa, kwa sababu wao pia ni wanadamu. Ni kweli wakati fulani wanaweza kufanya makosa. Ni kweli kwamba wakati mwingine
Maamuzi yao yanaweza kukuumiza kwa namna fulani. Sio kila siku ushauri wao utakuwa sahihi. Hapana, wakati mwingine wanaweza wasielewe hata maono yako. Wakati mwingine misimamo yao inaweza kuwa kinyume kabisa na jambo ambalo limegharimu uwekezaji wako mkubwa. Yawezekana wasiwe na upeo mkubwa katika kutazama mambo na kufanya maamuzi. Juu ya yote, katika yote, Muumba wako amesema waheshimu na kuwatii wazazi wako. Amri hiyo, amri ya kwanza yenye ahadi, kwa maana kwa kufanya hivyo siku zako zitaongezeka, zitakuwa nyingi. Kama umewahi kugombana au kudharau wazazi, karudi uombe toba, wakusamehe. Piga magoti, omba toba kwa Mungu wako, lakini pia omba msamaha kwa wazazi wako. Wanakupenda kwa sababu wewe ni kijana wao. Usionyeshe dharau kwa wazazi ili ufanikiwe katika maisha, ujikomboe katika umasikini na utumwa tunao uzungumza. Mungu akusaidie sana. Hii imekuwa ni sehemu ya mfululizo wa makosa yatakayokufanya uwe masikini na mtumwa, kwa maandiko ya Nashon Elia na kwa simulizi ya sauti halisi na nadhifu ya kwangu mimi Yosia Emmanuel. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare, lakini pia weka komenti yako kwenye kila tunachokiweka. Usiache kufuatilia sehemu inayofuata. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka utatimiza ndoto.